ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد يكمشكر الله سبحانه وتعالى نكمتكي رحمة بنمتم محمد صلى الله عليه وسلم. Karibuni tena wapenzi wafuatiliaji wa darasa yetu hii ya Riyadhus Salihin hapa katika channel yetu hii ya Parungu Online 2, lakini pia kwa wale wafuatiliaji wa kwenye magrupu ya WhatsApp katika grupu letu la Al-Ilm wal-Amal, na wale ambao wanatumia Telegram ambazo zinakwenda kwa jina la Ustadh Juma Parungu. Tunawakaribisha tena katika darasa hii ambayo ni muendelezo, na hapa tuko katika kitabu cha Riyadhus Salihin mlango wa tauba, na hapa tumeingia katika hadithi ya Ka'b ibn Malik katika vita ya Tabuk, ambayo ni kisa kikubwa katika visa ambavyo ni visa vizuri mno katika kitabu hiki, na kisa hiki cha Ka'b ibn Malik, kisa ambacho kinaeleza umuhimu wa ukweli, hata pale ambapo unaona kwamba ukweli huo unaweza ukahatarisha amani yako, ukahatarisha maisha yako, lakini useme ukweli ili uweze kupata manufaa yaliyokuwa ya kweli. Ama ukitumia uongo utapata manufaa lakini ambayo sio ya ukweli. Ndugu zangu, hadithi hii tulienda nayo mpaka tukafikia sehemu kwamba Ka'b ibn Malik alijiandaa katika vita ya Tabuk, na walilahi alhamdu katika siku yake ile alikuwa ni mtu ambaye ana kipando, ana nafasi nzuri ya mali, kiasi kwamba yeye hakuwa na wasiwasi kwenye maandalizi ya safari. Safari zote alikuwa anafuata kipando kimoja, lakini katika safari hii ya vita vya Tabuka alikuwa ameandaa wanyama wawili, lakini na mambo mengine pia yalikuwa yako safi kabisa. Kwenye upande wa siha alikuwa na nguvu vizuri, hana wasiwasi. Lakini ikamtokea sasa wakati maandalizi yanafanyika, watu wameanza kushtadi kujiandaa, yeye anajikuta anapata kama uvivu, alafu anasema nitajiandaa muda wote kwa sababu mimi sina wasiwasi. Ikaenda hali hiyo mpaka watu wakawa sasa wameanza kushtadi katika safari, maanake kila mmoja mizigo iko nje tayari. Basi ilipofika hatua hiyo, yeye kawa kazi yake ni kuenda kwamba mimi nitafanya tu muda wote. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, akawa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama ghadiyan, ni mwenye kutoka, walmuslimuna ma'ahu, na waislamu pamoja naye. Wakashatoka mtume sasa anakwenda zake, na waislamu pamoja na yeye wanatoka kwenda zao. Walam akhdhi min jihazi shay'a, lakini sijaandaa mimi sijamaliza katika kujiandaa kwangu chochote. Yani mpaka imefikia mtume ametoka na wafuasi wake, maswahaba wake wametoka, lakini mimi bado sijaandaa. Thumma ghadautu, kisha nikatoka, farajatu, nikarudi, walam akhdhi shay'a, na wakati huo ikawa mimi sijatekeleza kitu chochote, sijamaliza kitu chochote. Falam yazal dhalika yatamada bi hatta asra'u, halikuacha kuwa hilo linaendelea kwangu mimi mpaka wakafanya haraka. Asra'u watafarata al-ghadru, na ikawa ule mwendo sasa ndo nini, al-ghadu, kule kwenda kukawa ndo kumezidi, watu wanaenda zao. Fahamamtu an artahila, sasa hapo mimi nikakusudia na mimi nisafiri, manake nitoke. Faudhirikahum, ili niende nikawakute popote nitakakowakuta. Anasema Ka'b, faya laitani fa'altu, natamani ningefanya vile ambavyo nilifikia mahala. Kuna mahala nilikusudia kabisa kwamba kwani nini bwana, wao washaondoka, mimi nikipanda mnyama wangu hapa nikamtandika kikweli kweli, naenda na wakuta tu. Kwa hiyo cha kufanya nitoke mimi, lakini sikufanya. Ndio maana nasema ya laitani fa'altu, tamani ningefanya. Thumma lam yuqaddar dhalika li, kisha maskini halikukadiriwa hilo kwangu mimi. Watafarata wanini, fatafiktu idha kharajtu fi an-nas baada khuruji rasulillah. Sasa hali ikoje wakati watu washatoka wamekwenda zao, na mimi nimebaki tu hapa, sikwenda vitani kwa ukweli, lakini mimi najiona kabisa ni mtu ulikuwa wa kwenda vitani.
Sasa kuna hali fulani ikaanza kunipata, anavyosema mzee Kaabu ibn Malik, asema fatafiqtu, nikawa mimi idha kharajtu fi nnasi, nikitoka kwa watu, baada khuruji rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, yahzununi anni la ura li uswa, kuna nihuzunisha mimi kwamba hakionwi kiigo changu, hauonwi mfano wangu. Ingetakikana bwana fulani huyo hapa, lakini bwana fulani naye pia yule pale. Sasa hakuna maana yake. Basi mimi nikitoka hivi, nikitazamwa mimi, jamii iliyonizunguka ni wanawake, jamii iliyonizunguka ni watoto wadogo, jamii iliyonizunguka ni watu wazima sana, tena wagonjwa. Ikawa la yura li uswa, hakuna mfano wangu kabisa. Illa rajulan maghamusan alayhi, isipokuwa mfano wangu au mtu ambaye ni mtu ambaye aonekana yuko katika jamii na yeye hakwenda, ni rajulun maghamusan alayhi, mtu ambaye ni mwenye kutuhumiwa fi nifaqi, katika unafiki, au rajulan mimman adhara Allah ta'ala min adh-dhu'afa, au ni mtu katika aliyowapa udhuru Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka miongoni mwa wanyonge. Laisa alal maridhi haraju wala alal araj haraj wala, mpaka mwisho wa aya. Sasa hao ndio watu ambao mimi nilikuwa nikiangalia na waona, na ndio wanaoonekana. Walam yadhkuruni rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na kule nako mtume sallallahu alayhi wasallam anakwenda tu na maswahaba wake na mastori zao na mambo mengine. Lam yadhkuruni, hakunitaja mimi, hatta balagha Tabuka, mpaka akafika Tabuka mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa huwa jalisun fil qaum bitabuka, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ilhali yeye amekaa na jamaa pale Tabuka, ndio mtume anaanza sasa kunitaja mimi. Ma faala Ka'b ibn Malik, maana yake hii faala, kama tunavyosema faala hii wakati mwingine inatumika kama lugha ya kutaka kujua hali na kutaka kujua jambo. Vipi kuhusu fulani, sawa mafaala fulani, wakati mwingine vipi kuhusu fulani, yani sio lazima kwamba faala iwe amefanya nini au anafanya nini. Basi ikawa anauliza vipi Kaabu. Faqala rajulun min bani Salima, mtu mmoja katika kabila la Bani Salima akasema, ya Rasulullah, habasahu burdahu wanadharu fi itfaihi, zimemzuia yeye shali zake, burdahu, shali zake, kilemba kile au vilemba vyake vimemzuia yeye, wanadharu, na kutazama, fi itfaihi, katika mabega yake. Hapa burdahu yawezekana ikawa imekusudiwa burdi mbili, lakini yawezekana burdi moja tu, kwa maana ya kuwa inatandikwa huku na huku. Sasa hiki kipengele cha pili, wa nadharu fi itfaihi, ndio kikatupelekea kwamba ni burdi ile moja imeitwa burda, kwa maana ya kwamba inatumika kwenye mabega yote mawili. Kwa kama kujitazama hivi akitazama huku na huku unakuta sawa. Inaweza ikaingia hii katika lugha pia za Waswahili, watu wanatumia, mtu amevaa viatu lakini sema bana si mchezo, nimemwona akapiga raba hiyo. Umeona kapiga raba hiyo, sio mchezo. Kwa sababu gani? Kiatu kimoja akivaliki. Kwa hiyo nikisema kapiga raba hiyo, maana yake tayari amevaa viatu viwili. Kwa hiyo tunazungumzia ile nau ya raba au nau ya kile kiatu, basi tunafanya kama ni kimoja, kwa sababu matumizi yake ya pamoja. Sasa vile vile kitu ambacho ni kimoja lakini kikivaliwa kinaonekana katika nini? Mionekano miwili. Unaweza ukasema burudi zake. Kwa hiyo ile burudi zake na kutazama mabega yake, kuonekana kwamba ni mtu ambaye ameona mimi siendi vitani, wakati mimi nikikaa nyumbani hapa nishapiga pamba zangu, sasa natulia na baris. Na hiyo hali iko ya watu wengine. Mtu kama kashapiga maisha vizuri, basi yeye anapiga pamba zake kama vijana wa kimjini. Wakati zamani kuliingia haya mambo ya kuuzamia meli au mambo ya kuenda Afrika Kusini, mwanzo kulikuwa na tabia hiyo, hasa kwa Tanga mjini, kwamba mtu kijana ana kaka yake yuko Afrika Kusini, yeye anatumiwa raba nzuri kutoka kule Afrika Kusini,
Anatumiwa suruali ya jinsi nzuri ya bei kali, cotton safi ya kutoka kule Afrika Kusini, na mashati yake ama fulana. Sasa yeye na yeye anaahidiwa kwamba atasafiri, lakini mipango ile inakuwa ni ya muda mrefu. Kwa hiyo kijana yule utamkuta saa yote amepiga pamba zake, amekaa maskani barabara ya 17, amekaa maskani barabara ya ngapi, hana wasiwasi yeye. Yaani yeye anakula ugali na kachumbari nyumbani kwake kwa mama yake na baba yake. Hawezi kutafuta hata 1000 ya Tanzania mfukoni mwake. Kuitafuta mwenyewe hivi hawezi. Amekaa anasubiria safari ambayo haijui lini wala lini. Lakini anapiga pamba zake, hawezi kwenda kubeba zege, hawezi kwenda kufanya lolote. Sasa ndio nadharu fi itfaihi, ambayo sasa bwana huyo aulizwa kuhusu habari ya Kaabu, asema burdi yake imemzuia bana. Maana yake ilikuwa ni kama lugha ya kusema anamchongea. Haya yapo, mnaweza mkakaa nyinyi labda mna hata wanafunzi kwa mashehe zao, hata watu gani kwa watu wao gani, ukakuta tu kuna wengine moyo wake hauko safi. Sasa likitokea jambo kama hilo anapatiza, anadhihirisha kile ambacho kiko kwenye moyo wake. Huwezi kusema neno kama hilo wakati mbele ya mtume. Unajua mbele ya mtume kuna shuka wahai, mbele ya mtume kuna maamuzi mengi. Wewe ukienda ukatamka neno kama hilo, unategemea nini? Apate laana? Mtume atamke aseme laanahullah, amekwisha ndugu yetu ulikuwa huyo. Kwa hiyo haipendekezwi kuzungumza neno ambalo halitoleta tafsiri nzuri mbele za kiongozi, ikiwa pengine amemuulizia mtu na mambo mengine. Yote kwa yote yule bana akasema burdi zimemtatiza, zimemzuia, hawezi kutoka. Yule mtu bana ana kanzu yake ya kama walimu sisi, mtu ana kanzu yake ya 1,500,000 ameivaa, tumwambia aende akapigane huko, tumwambia aende sijui wapi Basi hali ikawa kama hivyo. Lakin faqala lahu Muadh bin Jabal radhiallahu anhu, bi'sa ma qulta, huwezi kupendwa na wote na huwezi kuchukiwa na wote. Muadh pale pale akawai, maneno gani hapa? Ubaya zaidi wa maneno ni haya uliyoyasema. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alayhi la khaira. Ya Rabbi, ya Rasulullah, tuapa kwa Mwenyezi Mungu, hatujui kwa Kaabu ila khairi. Fasakata Rasulullah, mtume sallallahu akanyamaza. Fabaina huwa ala dhalika raa rajulan mubidan, wakati mtume yuko katika hali ya kutafakari. Kwa hiyo ndo hayupo, lakini yote kwa yote, yeye amezuiwa na shali, yeye amezuiwa na nini, yeye hamjui kwake yeye ila khairi, lakini ndio hayuko hivyo. Mara akamuona mtu kule anakuja, mubidan, ni mwenye nguo nyeupe, amevaa nguo nyeupe, yazulu bisarabu, yanaondoka kwa ajili yake au yanaondoka kwaye mangati, yanaondoka kwaye mangati. Mangati ni wakati unatazama ardhi iliyokuwa ndefu ama barabara kwa mbali, ukitazama kule unaona wakati mwingine kuna kama ishara ya maji, kama ishara ya moshi, mangati. Sasa ikiwa hakuna kitu ndo yanazidi, ukiwa na kitu yanaondoka yale, unaona kile kitu. Kwa kama kuna kuja mtu, unaona yule mtu anayekuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaona yale mangati au zile ishara zinaondoka, kila zinapoondoka anakuja, anatokezea mtu kule. Yule mtu ambaye anakuja kule, fakala, mtume akasema, kun aba Khaythama. Iwe aba Khaythama Manake unaweza kutamania mtu wakati mwingine, unaweza kumtamania mtu kwamba kikosi changu hiki fulani hayupo na fulani hayupo, ile haja fulani, tamani awe fulani. Kun aba Khaythama, iwa aba Khaythama. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema vile, basi faidha huwa Abu Khaythama, mara akawa ni Abu Khaythama al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamri hina lamazahu almunafiqun. Sawa huyu ndio yule ambaye alitoa sadaka ya pishi moja ya tende pale ambapo wanafiki walimtia ila wakamkosoa. Kuna wakati makafiri walikuwa wanamkosoa mtu ambaye katoa sadaka ndogo kwa kumuona sadaka yake haifai chochote, na anayetoa sadaka kubwa wanamkosoa kwa kumfanya eti amefanya ria. Kwa hawana jema Makuraishi, wale makafiri wa Kikuraishi hawakuwa na jema. Sasa Abu Khaythama yeye katika waliokuwa wanakosolewa kwamba wametoa sadaka ndogo, itamfanya nini huyo Mungu wenu? Umeona kijisadaka pishi moja ya tende wampa Mungu, wewe vipi? Mambo mengi ikamgongesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa imekuja aya kuja kulizungumzia jambo kama hilo. Wale wanamwambia inna Allaha ana ansai, Mungu bwana hana haja hii pishi moja bwana, pishi moja hapana.
sawa. Sasa qala Ka'bu falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katawajjaha qafila, iliponifikia mimi taarifa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekea anarudi. Tawajjaha qafila, ameelekea aliyakuwa ni mwenye kurudi, anarudi Mtume sallallahu alaihi wasallam min Tabuka. Hadharani bathi, ilinihudhuria mimi huzuni yangu. Fatafiqtu atadhakkaru alkadhiba, hapo ndo sasa mimi nikawa naanza kufikiria uongo. Ni uongo gani ambao mimi ni useme? Wa aqul, na ninasema bima akharuju min sakhatihi ghada, nitajiokoa vipi, maana nitatokaje kwenye ghadhabu za Mtume sallallahu alaihi wasallam kesho? Akishafika hapa, maneno gani nitakayomwambia mimi mpaka anielewe? Wa astainu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli, na nikawa ninajisaidia, nataka msaada juu ya hilo kwa kila mwenye rai katika nini, katika jamaa zangu, kila mwenye ushauri mzuri namfuata. Bana, hivyo unaonaje, nimwambieje Mtume mimi? Falamma qila inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad dhalla qadima, nilipoambiwa au paliposemwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesiri, amekuwa kashafika, zaha anni albatilu hatta araftu anni lam anju minhu bishai'in abada, basi batili yote iliniondokea mpaka nikayakini kwamba mimi siokoki na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kitu chochote. Sina jambo litakaloniokoa kwa Mtume. Mtume akiamua kutoa amri nichinjwe, mimi nitachinjwa. Akiamua kutoa amri mimi nifukuzwe hapa mjini, nitafukuzwa. Sioni kama nina jambo la kuniokoa mimi. Fa ajma'tu sidqahu, basi mimi nikakusanya, maanake nikakata shauri kuchukua nini, kumwambia ukweli. Ajma'tu sidqahu, maanake nikaamua kufanya nini, kumwambia ukweli. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima, na akapambaukiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kashafika. Wa kana idha kadima min safarin badaa bil masjidi, na kawaida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifika kutoka katika safari yoyote anaanza kufikizia msikitini. Faraka fihi rak'atayn thumma jalasa linnas, hapo anaswali rakaa mbili kisha anakaa kwa ajili ya watu. Amekushakaa pale sasa, anasikiliza watu wale waliotoka nao safari na hata wale ambao aliwaacha huku. Kama kuna ripoti zozote anaanza kuzichukua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma faala dhalika jaahu almukhallafun, alipofanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, walimjia wale waliobakishwa nyuma, wale ambao hawakwenda vitani. Yatadhiruna ilaihi, wanakuja kutaka udhuru kwake. Wayahalifuna lah, na wanamwapia kwamba mimi sikwenda vitani, nilikuwa mke wangu anaumwa. Ya Rasulullah, mimi sikwenda bwana, nilikuwa kidogo siko hivi na hivi. Ya Rasulullah, mtoto wangu siku ile mnaondoka tu huku kapandwa na pressure. Kila mmoja anakwenda kusema maneno yake. Wakanu bid'an wa 80 rajula, na walikuwa ni 80 na ziada. Bid'un ni lugha inatumika kati ya 3 mpaka 9 katika hesabu, kuanzia 13, 14 mpaka 10 utasema bid'a 10, kuanzia 23, 24, 25 mpaka 29 utasema bid'un wa 20 na kuendelea. Kwa hiyo hii ilikuwa ni bid'u wa 80, maana yake bid'a wa 80 rajula, watu 80, na inaweza kuwa 83, 85, 82, 80 kadhaa. Sawa Kwa hiyo watu hawa kila mmoja alikwenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam uongo wake. Fakabila minhum, akawakubalia alaniyatahum, dhahiri yao, alaniyatahum wabayahum, na akawapa ahadi. Wastaghfara lahum, na akawatakia msamaha. Wawakala sarairahum ila Allah, na akategemeza mioyo yao kwa Mungu. Maana yake dhahiri nimewakubalia, lakini mambo ya ndani ya siri ambayo mnayajua nyinyi wenyewe, Mungu ndiye anayejua kama kweli mlikuwa na hizi nyudhuru. Hatta jiitu, mpaka ikafika zamu yangu. Kaabu anasema hatta jiitu, mpaka nikaja mimi. Walamma sallamtu, nilipomsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabassama tabassuma almughdhabi, alitabasamu Mtume tabasamu ya mwenye kughadhibika.
Angalia, shughuli inaanzia hapo. Hapo ndio tunapoanza kupata jambo. Tabasamu ya Mtume kwa Kaabu haikuwa tena tabasamu iliyokuwa ile ya kawaida. Thumma kala, kisha akasema, taal, njoo. Fajitu, nikaja. Amshi, ninatembea. Hata jalastu baina yadai, nikakaa mbele zake. Fakala li, akaniuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma khallafaka, jambo gani lilikubakisha wewe ukwenda vitani? Alam takun kad ibtaata dhahraka, wewe ulikuwa umenunua tayari mnyama wako wewe? Qala, asema Kaabu, qultu, nikamjibu Mtume, ya Rasulullah, inni wallahi, naapa kwa Mwenyezi Mungu, ya Rasulullah, lau jalastu inda ghairika, ningekaa mbele za asiyekuwa wewe, mtu yoyote yule ambaye nimekaa mbele zake. Ndio sasa kuna jambo la namna kama hii tunaulizana, min ahli dunya, katika watu hapa duniani, la raaitu anni saakhruju min sahtihi biudhurin, naona yakini kabisa kwamba mimi ningetoka kwenye machukivu yake kwa udhuru. Mimi nina fasaha bana, lakad utitu jadala, nimepewa fasaha mimi. Maanake mimi kwa fasaha ya kuzungumza na kujitetea, hata jambo la uongo linakuwa kweli, hata jambo baya linakuwa zuri, hata jambo halieleweki utalielewa. Lakini ya Rasulullah, wallahi, lakini mimi wallahi, naapa kwa Mwenyezi Mungu, lakad alimtu, ninajua, la in hadathtuka al-yawma haditha kadhibin, nikikuzungumza hivi leo mazungumzo ya uongo, tardha bihi anni, ambayo wewe utaniridhia kwayo, yushikanna Allahu yushituka alayya, wenda Mwenyezi Mungu kwanza akakuchukia wewe kwa ajili yangu. Wa in hadathtuka, na nikikwambia maneno yaliyokuwa haditha sidiki, ya ukweli, tajidu alayya, wewe utakasirika. Tajidu alayya fihi, wewe utakasirika juu yangu katika mazungumzo hayo. Sasa inni, hakika ya mimi, la arju fihi uquba Allahi azza wa jalla, na mimi nategemea mwisho mzuri wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Uquba ni mwisho mzuri, sawa Ndio maana tunasema wala aqibatu littaqwa, sawa Kwa mimi nategemea mwisho mzuri wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Wallahi ma kana li min udhuri, hapo akaendelea kumfafanulia Mtume kwamba na hapa kwa Mwenyezi Mungu sikuwa na udhuru wowote. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina tahallaftu anka, na hapa kwa Mwenyezi Mungu sijakuwa mimi na nguvu wala sijakuwa mkwasi zaidi kuliko mimi pale nilipobakia nyuma kutokwenda vitani. Qala, akasema Mtume, qala asema, faqala, yani qala hii ni ya Kaabu akituhadithia kisa chake, na faqala ni Mtume baada ya kuambiwa hivyo na Kaabu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadha faqad sadaqa, ama huyu amesema kweli, ameeleza ukweli wake kabisa kwamba hakuwa na udhuru wowote. Fakum, simama basi, hata yakdhi Allahu fika, paka atakapokuhukumu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alete hukumu inayohusiana na wewe kwa jambo lako kama hilo. Wasara rijalun min bani Salima, wakenda watu katika kabila la Bani Salima, wattabi'uni, wakanifuata mimi. Faqalu li, wakaniambia, wallahi ma alimnaka adhnabta dhanban qabla hadha, sisi wana hatujui kabisa kwamba wewe umewahi kufanya dhambi au kosa lolote kabla ya kosa hili. Lakad ajizta fi an la takuna atadhatta ila rasulillah, umeshindwa wewe kujitolea udhuru, kujitetea kwa Mtume wakati kosa lako ni hili moja tu. Bima atadhara bihi almukhallafuna, kujitetea kwa yale waliojitetea kwayo wale waliobakia nyuma wengine. Fakad kana kafika dhambaka istighfaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa inakutosha wewe dhambi yako moja, istighfari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaka kukutakia msamaha kwa kuwa kosa lako ni moja, na wale wenzako wote walikubaliwa udhuru wao na wakatakiwa msamaha, na wewe msamaha ungepatikana. Qala, asema huyu Kaabu, fa wallahi ma zalu yuannibunani, na hapa kwa Mwenyezi Mungu hawakuacha kuwa jamaa zangu hao wananilaumu, hatta aradtu an arji'a ila rasulillah fa ukadhiba nafsi,
mpaka ikawa nafikiria niende kwa mtume nini nikajikadhibishe. Yaani nikamwambia mtume mimi nimesema bwana vile kwa uoga tu, lakini bwana mimi siku ile mke wangu alikuwa na kadha kadha, nikatoa udhuru wa uongo. Thumma qultu, kisha nikasema, thumma qultu lahum, kisha nikawaambia, hal laqiya hadha ma'i min ahadi, je kuna aliyekutana na hili pamoja na mimi yoyote? Hakuna mwenzangu ambaye amekutana na hali kama hii? Hal laqiya hadha ahadun, je alikutana na hali kama hii yoyote? Sawa Faqalu, wakasema naam, ndio. Laqiyahu maka rajulani, wamekutana na hili pamoja nawe watu wawili. Qala mithla ma qulta, wamesema kama ulivyosema wewe. Kina nani hao? Waqila lahuma mithla ma qila laka, na wameambiwa kama ulivyoambiwa wewe. Qala, akasema qultu man huma, kina nani hao? Niwajue wahanga wenzangu wa shughuli hii. Basi akatajiwa. Qalu, wakasema Murara ibn Rabi' al-Amri katika Bani Amri, wa Hilal ibn Umayya al-Wafi, na Hilal ibn Umayya. Hawa watu wawili hao ndio ambao walikuwa nao wamekutana na jambo kama hilo pia. Qal, akasema fadhakaru li rajulaini, wakanitajia mimi watu wawili salihaini, watu wema kweli kweli. Huyo Murara ninavyomjua mimi na Hilalu ni watu wema kabisa. Wakad shahida badran fihima uswatun, wao walihudhuria Badri pia, na wao wana kiigo kizuri sana, pana kiigo kizuri sana kwa wao. Qal, asema famalaitu hina dhakaruhuma li, nikaenda walipowataja hao kunitajia mimi. Wanahara au sio? Famalaitu, kwenda tu, maanake nikaendelea. Maanake kawa sasa kama ni hivyo basi mimi nikaenda zangu nikawa naendelea sasa na jambo langu lile, sina haja ya kusema nikatake udhuru. Wanaha Rasulullah sallam an kalamina ayuha thalathatu min baini man takhallafa anhu. Qal, Mtume sallam akakataza kusemeshwa sisi watu watatu miongoni mwa wale watu waliobaki nyuma, lakini sisi watatu ndio tukapatikana na mkasa huo kwamba tusisemeshwe. Fajitanabana nasu, watu wakatuepuka. Au qal taghayyaru lana, watu walitubadilikia. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardh, mpaka ikanigeukia ardhi ikanibadilikia kabisa pia, nikawa najiona fama hiya bil ardhi allati ari, haikuwa ile ardhi ninayojua. Hapa ndio pale Madina kweli. Na kweli ukikaa sehemu ukiwa una songo za mawazo, songo za nini, watu upatani nao, hawa wakusema hivi, wale wasema vile, hawa wana mashonde na wewe, unafikia hatua mtu unakosa amani mpaka unajiuliza hapa kweli ndio pale mahala. Fama hiya bil ardhi allati a'rifu falabithna, tukabakia sisi watu watatu ala dhalika 50 laila, nyusiku 50, na zikiwa ni nyusiku pamoja na michana yake bila shaka. Fa amma sahibaya, amma fasahibaya, ama wale jamaa zangu wawili, ama wenzangu wawili, fastakana, wakanyenyekea, wakaada fi buyutihima, na wakakaa katika majumba yao. Wakaada fi buyutihima, na wakakaa katika majumba yao. Yabikiani, wao wanalia tu. Wa amma ana, na ama mimi, wa amma ana, ama mimi, fakuntu ashabba alqaum wa ajladahum, mimi nilikuwa ndo kijana zaidi wa wao jamaa. Miongoni mwa sisi watu watatu mimi nilikuwa ndo kidogo mwenye umri mdogo zaidi wa ajladahu, na mwenye nguvu wao. Fakuntu akharuju fa ashhadu salata, nikawa ninatoka ninahudhuria swala za jamaa maali muslimina, pamoja na waislamu. Wa atufu fil aswaqi, na ninazunguka masokoni. Wala yukallimuni ahadun, na wala hakuna anayenisemesha hata mmoja. Wa ati Rasulullah sallallahu alayhi wasallama fa usallima alayhi, ninamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam ninamsalimia. Nikienda kumsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa huwa fi majlisi, na Mtume yuko katika majlisi yake.
baada salati, baada ya sala, fa aqulu fi nafsi hal harraka shafataihi biraddi salami am la, hivi amerudisha, ametingisha hata mdomo wake kurudisha salamu au hapana? Maana sielewi pia kama anaitikia au haitikii, sio ile sauti. Je, ameitikia japo kwa maneno kidogo tu hivi, lakini kawa sikumsikia, inakuwa katika hali ambayo sielewi kwa kweli. Hali hii inanipelekea mimi uzito, lakini thumma usalli qariban minhu wa usariku nadhara, basi na swali pale karibu yake, alafu na muibaiba uoni hivi, manake namtazama kichongo chongo, tunaita hiyo falsa hiyo nini hiyo, tunamtazama kichongo chongo. Fa idha aqbaltu ala salati, nikielekea kwenye swala yangu, nadhara ilayya, mtume ananitazama. Wa idha iltafattu nahwahu, nakielekea upande wake, arada anni, ananipa nyongo, hanitazami. Hatta idha tala dhalika alayya min jafwati almuslimin, liliporefuka hilo likawa limekuwa na muda mrefu ili jambo la kutengwa na Waislamu, mashaitu, nilikwenda hata tasawwatu jidara haiti Abi Qatada, mpaka nikafyombera ukuta wa bustani au wa fensi, ukuta wa fensi ya Abu Qatada. Wa huwa ibn ammi li, na huyu ibn ammi ni mtoto wa ami yangu. Huyo Abu Qatada alikuwa ni ami yangu. Mimi nitakaje mnyonge mji huu na ndugu zangu pia nao? Hapana, akaparamia, sio kupiga hodi tena, akaparamia ukuta. Wa ahabbu nnasi ilayya, na alikuwa yeye ndio kipenzi cha watu zaidi kwangu mimi. Fasallamtu alayhi, nikamsalimia Abu Qatada. Fa wallahi ma radda alayya salam, hakurudisha salamu. Fa wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, sawa ma radda alayya salam, hakunijibu salamu yangu, hakunirudishia salamu. Ama kwa hakika kisa ni kizito, japokuwa mwishoni matunda yake tuliyaona, lakini kisa ni kizito. Basi waonaje ikiwa mji mzima wamekuwekea mgomo, husemi nao, lakini hapo hapo una ndugu ambaye kwanza ni ndugu, kisha ni mtu ambaye ndo mlipendana zaidi, rafiki yako, udugu umechanganyikana na urafiki, yeye umekwenda kumsalimia kabla ya kumwambia bana, mimi nataka hao tuwaache tuongee mimi na wewe tu tufanye mambo yetu, au wengine waache na mashonde yao. Ile salamu tu hukuijibu, wapataje ujasiri wewe wako? Sasa hii ni hali ngumu. Inshallah Mwenyezi Mungu akituwafikisha, tutaona muendelezo wa darasa yetu hii, amefanya nini baada ya hapa bwana Abu Qatada, bwana Kaabu akiwa yuko ndani tayari ya fensi ya Abu Qatada, lakini hata salamu haikujibiwa. Mwenyezi Mungu atujalie katika wanaosikia maneno na kuyafuata yalikuwa mazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.